Matukio mbalimbali duniani yanaendelea kuonyesha changamoto kubwa katika nyanja za kisiasa, kiusalama na kibinadamu. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kupitia Commission Electorale Nationale Independante CENI, mchakato wa uchaguzi wa viongozi wa jimbo la Sankuru umesimamishwa kutokana na ukosefu wa fedha, hali iliyozua sintofahamu miongoni mwa wananchi wanaosubiri mabadiliko ya uongozi. Wakati huo hali ya usalama inaendelea kuwa tete nchini Sudan, ambapo shambulio dhidi ya kituo cha afya katika eneo la Darfur limesababisha vifo vya makumi ya watu na kujeruhi wengine wengi, jambo linalolaaniwa vikali na Organisation Mondiale de la Sante OMS pamoja na jumuiya ya kimataifa. Aidha, nchini South Africa, mvutano wa kisiasa umejitokeza kufuatia maandamano makubwa ya wananchi waliopinga kile wanachokiona kama kuingiliwa kwa masuala ya ndani na mataifa ya nje, hasa Marekani. Maandamano hayo yaliandaliwa na African National Congress ANC, yanayoonyesha msimamo mkali wa kulinda uhuru wa mamlaka za taifa hilo. Kwa ujumla, matukio haya yanaakisi hali halisi ya changamoto zinazoendelea kubainika duniani kote leo hii. Kuanzia mizozo ya kisiasa, ukosefu wa rasilimali, hadi migogoro ya kitaifa na masuala ya uhuru. Hizo ni habari ambazo tunakuletea kwa siku ya leo. Tukiwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Sankuru, ambako wakaaji wameweza kuvumilia ili kupata viongozi wapya, lakini kwa kuwa Commission Electorale Nationale Independante CENI imeweza kusema kuwa wasubirie hadi wakati ambao haujulikane, kwa kuwa waliona kuwa vifaa vyao vya kufanya kazi havijaenea. Kulingana na habari, tariki 7 April ilikuwa ni tariki ambayo ilikuwa ikitegemewa kuwa uchaguzi huu utafanyika, lakini waliweza kusema katika tarehe 20 kuwa kazi hiyo na uchaguzi huo hautafanyika tena. Kupitia taarifa rasmi kutoka kwenye CENI, imeeleza kuwa imelazimika kurekebisha kalenda ya uchaguzi kutokana na ukosefu wa rasilimali za kifedha za kuendesha shughuli zote zinazohusiana na mchakato huo. Kwa mujibu wa kifungo cha 166 cha sheria ya uchaguzi, taasisi hiyo ilipaswa kuandaa uchaguzi huo ndani ya siku 15 tangu kuchapishwa kwa orodha ya mwisho ya wagombea iliyokuwa inatarajiwa kufanywa tariki 23. Hata hivyo, CENI imesisitiza kuwa kuendelea kwa mchakato huo kunategemea kupatikana kwa fedha zinazohitajika. Hadi sasa jumla ya watu 11 wameweza kugombea na kukubaliwa na kuweza kupewa nafasi hiyo ili waweza kugombania nafasi ya ugavana na makamu wa gavana wa jimbo hilo la Sankuru. Uchunguzi huo unasubiriwa kwa hamu kubwa na wakaaji wa eneo hilo, hasa katika muktadha wa kisiasa uliopo kwa sasa. Hii ni baada ya aliyekuwa gavana wa jimbo hilo Victor Kitenge kuondolewa madarakani tarehe 20 Mei mwaka uliopita na bunge la mkoa. Alikabiliwa na tuhuma za usaidizi mbaya wa mambo ya jimbo, hasa katika masuala ya usalama, pamoja na kushindwa kuitia wito na wabunge wa jimbo hilo. Hiyo ilikuwa ni habari kutoka huko Sankuru. Acha basi tuelekee ndani ya mji wa Sudan, ambako hospitali iliweza kushambuliwa na kuweza kufanya uharibifu mkubwa, na hivyo OMS iliweza kusema mambo fulani kuhusu hospitali hiyo. Tukiwa ndani ya Sudan, watu 69 wameuawa na wengine 89 kujeruhiwa kufuatia shambulio lililolenga kituo cha afya katika eneo la Darfur nchini Sudan. Tukio hilo limeathirishwa na Organisation Mondiale de la Sante katika taarifa iliyotolewa Jumamosi.
Kwa mujibu wa OMS, shambulizi hilo lilisababisha hasara kubwa ya maisha pamoja na majeraha kwa raia wengi waliokuwa wakipatiwa huduma za matibabu katika kituo hicho. Hali hiyo inaongeza wasiwasi juu ya usalama wa taasisi za kiafya katika maeneo ya migogoro. Hapo mbele kidogo tu, ofisi ya misaada ya kibinadamu ya Organisation des Nations Unies nchini Sudan ilikuwa tayari imeelezwa kushtushwa na tukio hilo, ikibainisha kuwa shambulio hilo lilitokea Ijumaa katika Darfur Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, miongoni mwa waliouawa walikuwemo watoto, huku idadi ya majeruhi ikiwa kubwa zaidi. Mashambulizi dhidi ya vituo vya afya yameendelea kulaaniwa kimataifa, yakichukuliwa kama ukiukwaji mkubwa wa sheria ya kibinadamu, hasa katika maeneo yanayokumbwa na vita kama vile Sudan. Hizo ni habari kutoka ndani ya Sudan. Acha basi tuelekee ndani ya nchi ambayo inaitwa Afrika Kusini, ambako waliweza kufanya maandamano wakisema kuwa nchi za jirani zinaendelea kuwafanyia wao vigumu ya maisha kutokana na vikwazo ambavyo vinaendelea kuwekwa dhidi ya nchi yao. Waandamanaji hao wa nchi ya South Africa wameweza kusisitiza uhuru wa mamlaka ya nchi yao, wakieleza kuwa hawatakubali kuingiliwa katika masuala yao ya ndani. Kauli yao kuu ya maandamano hayo ilikuwa hatutatikiswa, ikionyesha msimamo mkali dhidi ya shinikizo la nje. Hasira za waandamanaji hao zilielekezwa hasa kwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, ambaye alikosolewa kwa madai ya kujaribu kujiweka kama mwenye ushawishi mkubwa juu ya mataifa mengine. Baadhi ya washiriki walieleza kuwa mtazamo huo haukubaliki na unapaswa kupingwa. Mvutano wa maandamano hayo umechochewa pia na kauli ambayo balozi wa Marekani nchini South Africa ambayo aliweza kuisema. Balozi huyo Brent Bazold, ambaye alizua mjadala baada ya kuitaka Afrika Kusini kubadili baadhi ya sheria zake. Serikali ya Pretoria ilimkosoa vikali, ikimtaka aheshimu uhuru wa wananchi na nchi hiyo. Kwa upande wao, waandamanaji walisisitiza kuwa Afrika Kusini ina demokrasia na katiba yake. Hiyo haipaswi kuamrishwa na taifa lingine la nje. Walieleza kuwa ushauri unapaswa kutolewa kwa heshima na haupaswi kutolewa kwa sharti wala vitisho. Ni vile waandamanaji hao waliweza kufanya. Akihitimisha maandamano hayo, katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula alitoa hotuba yenye msimamo mkali, akisema kuwa hata kama nchi yao itakumbana na vikwazo kwa sababu ya juhudi za kurekebisha hali ya ndani, hawataogopa na wataendelea kusimamia msingi ya taifa lao. Hiyo ilikuwa ni habari kutoka huko ndani ya nchi ya Afrika Kusini, ambako hali ya maandamano iliweza kushinda jana kuamkia leo. Hivyo hali ilikuwa mbaya na watu waliweza kuonesha msimamo wao, kwa kuwa Marekani ilikuwa ikizidi kuwaletea vikwazo na kuwashiritisha kufanya jambo ambalo kwa wao si jambo njema. Acha basi tukutanani magharibi au mida za alfajiri ili tuweze kuzungumzia habari nyingine. Basi tuwe pamoja ili kupata habari zaidi, na hivyo usisahau kushare, kusubscribe na kucomment ili kutuonyesha kuwa unafurahia kazi ambayo tunakufanyia siku baada ya siku. Okay, acha basi tukutanani.